Hallelujah. Thank you, Jesus. Good evening, praise the Lord everyone. Jioni nyingine njema Bwana ametupatia, tunaweza kuungana pamoja na kuweza kusikiza neno la Bwana kwa umoja. Na wakaribisha tena katika jioni ya leo. Bwana amekuwa mwaminifu, ameshinda salama. Niona ukuu wake na haki yake. Nataka kwa muda usio mrefu nichukue hii fursa nisome maandiko tuweze kusikiza pamoja mpango wa Bwana. Kumbuka tumekuwa tukiongea about healing, na niseme hivi, kupona kwa kwanza kwa mwanadamu ni katika moyo wake. Kama huwezi pona moyo wako, hata physical body inakuwa na problem. Na nimerealize many people wamekuwa wagonjwa kwa mioyo. Physically wanaonekana wako healthy, but spiritually wako affected. When you are affected in your spirit, ina manifest katika mwili wako na inafanya hata physical appearance ama physical body inakuwa affected. Kwa hivyo wakati katika physical body inapata na shida, mashida mingi yanatokana na moyo. Kwa hivyo tunaweza ongea mambo mengi sana huleta magonjwa katika maisha ya watu. Kuna magonjwa yanaletwa na chakula zile unakula, kwenye unaishi, maisha yale unaishi. Number 2, kuna moyo kuwa affected. Many times watu wengi wanakuwa affected kwa mioyo yao. Na unapokuwa affected kwa moyo wako, kuna vitu mingi sana huwa zinakwama katika maisha. Tuanze kuongea kidogo kuhusu magonjwa ya kawaida yenye tunafikiri ni kawaida. Huwa inapata watu kwa sababu ya mawazo, kwa sababu ya kupitia hali ngumu za maisha. Watu wengine hata wanapatwa na pressure, wengine wanapatwa na depression. Depression ni ugonjwa bado, unaletwa na mawazo, kustuka wakati umekuta maisha si vile ulikuwa unafikiria. Unakuwa na stress mpaka inapita kiwango ya kufanyika depression. Now, Kristo alikuja kwa sababu kwanza agange mioyo ya wale wamevunjwa mioyo. Kwa hiyo, by the way, sometimes ukifikiria uko mgonjwa, kuna maisha unaweza kaa mpaka magonjwa yanapotea. Kuna life unaweza kuishi na magonjwa ipotee. Na kuna maisha unaweza anza kuishi hata kutoka leo na magonjwa yaanze kuingia. Kwa hiyo, the fact that maisha ya mtu anaumia kulingana ama anaishi maisha kulingana na hali ili yako ndani yake. Mali unajikuta katika hali ya maisha haya ni kwa sababu ya yale maisha unayoishi. Kwa hivyo unaweza kuwa affected in your spirit, unaweza kuwa affected for a long time, alafu inatokezea kuwa magonjwa, pressure, ulcers, unakuta depression. Depression ni ugonjwa unakunywa dawa, sababu unafanya akili inaenda beyond, you think more than vile unapaswa kuwa, because uko depressed, umefinywa na shetani. Kwa hivyo maisha ikianza kuwa mabaya, that time ndio unakuta sometimes magonjwa imeanza kudevelop kwa mwili yenye iko. Kwa hivyo ni vizuri sana ku understand
Maandiko yanasema Mungu Kristo ni yule Bwana atuponyaye. Na ndio tulisoma jana katika Isaia 53 verse 5. Aliteswa kwa ajili yetu, amani yetu ilikuwa mabegani mwake, na kwa mapigo yake sisi tumepona. Kwa hivyo napaswa uelewe, kama kwa mapigo yake sisi tumepona, wewe umeshapona na uliponaga. Now you must know how to claim your healing by force, because devil is not ready to release ama kukwambia it is already there, but devil ako hapo kukufinya na kukuonyesha you hawezi enda mahali. Now nataka kukufundisha leo, you must fight for your light. You must fight for your light. You must know how to call God because of your position, because of your health. Unapaswa kuishi bila magonjwa. Unapaswa kuishi bila waste your money to the hospital. Ni sawa zimetengenezwa kwa sababu ya wagonjwa, but it is not you. Wakati unasema wagonjwa lazima watu wagonjeke, unasema lakini sio mimi. Otherwise watu wengine, but it is not you. Kwa hivyo you must know how to separate yourself. Hata ukisikia watu wanasema ni kubaya, unawaambia si kwangu. Ukisikia watu wanasema ni kugumu, unawaambia by the way, ni kugumu lakini si pande yangu. Ukisikia watu wanasema mambo ni mazito, unasema ni mazito lakini pande yangu si mazito. It is not, that is not my portion. You must refuse to be sick. You must refuse to be sick. You must say, lazima niwe na maisha yaliyo bora, afya njema. That is your portion. I say afya njema. Na hata kama uko mgonjwa, acha kuclaim today Mungu akuponye. Situation, magonjwa ni aina nyingi sana. Kuna magonjwa ya maisha, yale maisha unaishi. There is no job. You are struggling. Unapojaribu hiki kinakataa, unajaribu kile kinakataa, unaingia pale inakuwa ngumu. Hayo maisha yanakuwa yanafinya mtu. Anasikia maisha si yake. But now you must understand ya kwamba wakati maisha iko namna hiyo, lazima ujue uponyaji uko pande gani. Uko kwa Bwana. Hallelujah. Praise the Lord. Want to read Bible? 2 Kings chapter number 20 verse 5. Na ningetaka sana tuanzie pale mwanzo verse 1. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Kwa hivyo mtu anaweza gonjeka na hawe katika hali ya kufa. Na hawe katika mahali na watu wanasema oi, huyu hawezi rudi. Ni Mungu tu aingilie. Alikuwa katika hali ya kufa. Alikuwa katika mahali hakuwa na jingine, angekufa any time. Maandiko yanasema kwamba Isaia nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Huyo ni nabii na ni nabii wa kweli. Lazima utambue kwanza, Isaia si nabii wa bandia, si wale manabii wa kujiwekelea. Ni nabii alikuwa anajulikana na Mungu, ni nabii wa kweli. Kwa hivyo si nabii wale wanasema nimeonyeshwa kifo. Alikuwa ni mtu anajulikana na Mungu na ametumwa na Mungu na ni nabii wa ukweli. Akaja kwake. Kwa hivyo hata nabii wa ukweli anaweza kuja kukuletea ripoti na kuambia, nimeonyeshwa nyumba yako imeisha, nimeonyeshwa biashara yako imeanguka, nimeonyeshwa boma yako imeisha, nimeonyeshwa mtoto wako amekufa, nimeonyeshwa uko umeondoka duniani. Na anasema ukweli, au jakataana na yeye. But you must know what to do because of your life. If you are not ready for it, you must know what to do. Maandiko yanasema kwamba akamwambia, utakufa na utapona. Ni nabii amesema. Na amesema, Isaia amesema Hezekia atakufa na atapona. Sasa Hezekia ako pale na amesikiza unabii na alikuwa mfalme na anajua vizuri
mtu anaongea voice of God. Lakini sikiza mtu wa Mungu, ile mtu ufanye. Verse 2. Basi Hezekia akazigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana, akasema. Unaona sasa? Alipopewa unabii, au sema ni sawa mtumishi wa Mungu naenda kujigawa, naanza kusema nani atachukua front, nani atachukua ng'ombe, na hii nyumba itaachwa na nani, na ule mtu utachukuliwa. No. Upasi kugawa haraka. Upasi kufa moyo, that's the thing. Au upasi kudisplay haraka. Wakati umesikia ripoti ni mbaya, what could think like that report? You can change your report. Kutoka bila daktari amesema, you can change your report. Unaweza change from positive to negative. Umeenda hospitali umeambiwa uko HIV positive, unaweza change positive to negative. Unaambiwa uko na cancer, uko positive, unaweza change positive to negative. Because of God, it is not you, but you must stand up kusema no to the devil. Any report from the devil, any report from the man, huyu alikuwa the man of God. You can respect the man of God, you cannot despise the man of God, the word of man of God. Because when the word of God from kitoka katika kinywa cha mtu wa Mungu, ni Mungu ameongea. But Hezekia akubisana na yeye. Kwa hivyo unaweza ambiwa na mtu kitu, usibisane na yeye. Lakini kama ni mtu unaweza katalia hapo. Alijua hawezi pinga nabii kwa sababu ametuma. But aligeuza sura yake, akaelekeza kwa ukuta, akasema Bwana, lazima uwe na something to say. Lazima uwe na kitu kwa Mungu. Number one, devil anateka advantage. Tutajua ni njia gani shetani uingilia watu. Do you know kwa nini watu wengi wanakuwa attacked na mapepo? They don't know. Mlango ule tu shetani anatafutaga wa kuingia mtu ni dhambi. Only sin. Dhambi peke yake ndio inafunguaga mlango wa shetani. Ndiyo maana mlango wote wa dhambi, wakati wote umegundua umejikuta kwa dhambi au kupaswa kuwa ndani yake, first thing, repent and clear your heart before God. Because the devil atatumia that opportunity to kuleta down. Atakurushia ugonjwa kupitia hiyo kitu umefanya, kwa sababu hujarepent. Atakurushia magonjwa, atakurushia confusion, atakuharibia biashara, atakufanyia kila kitu. Wakati umekula tithe, devil anajua tithe ndio ufungua madirisha na ndio ufanya baraka zinyeshe. Kwa hivyo the first thing, umefanya dhambi. Hii dhambi umefanya, hujafanyia mtu, umefanya kwa Mungu. But shetani atatumia that opportunity kukupiga. Angalia, Biblia inasema Ayubu katika nchi yake ni yeye alikuwa mtu very faithful, hajawahi onekana mtu mwaminifu kama huyo. Shetani alikuwa anamjaribu barabara hii, akamjaribu hii, akashindwa. Why? Ukisoma maandiko katika Job chapter number 1, inasema every year alikuwa anatolea watoto wake sadaka ya kondoo, anafanya dhabihu according bila wanahesabiwa wote. Anaambia Mungu, nimetoa hii sadaka kwa sababu sijui kama watoto wangu kuna mahali wamekutenda dhambi, kuna mahali wameenda kinyume na wewe. Nimesacrifice before you, nimeungama dhambi zangu kwa niaba yao. Nimeomba dhambi zao zisamehewe. Nimesimama kwenye mwanya, nimetoa zile kondoo ili wasamehewe kwa niaba yao, ndio maana ninaomba msamaha. Maandiko yanasema kwamba all the time Ayubu alikuwa anatoa sacrifice ya dhambi ili asije akajikuta kwa makosa, na kwa sababu hakujua watoto wake wamefanya nini, na anaenda kalamu na hayuko. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati shetani alisikia mkutano wa Bwana unakutana mbinguni. Kumbuka shetani yako na njia kwenda kwa kishiwe kwa Mungu, wewe huna njia kwenda, lakini unaweza mwakisha hata ukiwa hapa. Biblia inasema kwamba alipoenda akaonekana na Mungu. Unajua shetani, where you come from? Asema nimetoka kuteremka kupanda hivi na kuinama, hizo vitu zote aliongea. Kaulizwa, umenionea mtumishi wangu Ayubu.
kwa sababu hakuna mwingine kama yeye katikati ya watumishi wote. Mtu mwangalifu, mtu amesimama, mtu atendi dhambi, mtu mwenye haki, mtu hana kitu ya kulaumiwa. Akaambia Mungu, nimemuona, lakini si ni vile umemwekea ukuta, ni vile umemzingira, ndio maana sisi tunashindwa kuingia. Hebu ndo ukuta. Usikize. Hiyo ukuta uliwekwa kwa sababu there is no, hana kitu kinaitwa blameless. Hawezi kumblemiwa na yote. Ako blameless. Ako blameless. Ako mahali huwezi kusema huyu mtu ni hana kitu ya kuchukiwa. Hana kitu ya kuangaliwa na mtu. Hana kitu unaweza sema ya kwamba huyu mtu ametenda dhambi. Lakini kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa sababu alikuwa anajua jinsi ya kulinda familia yake ili isiingie kwa makosa. Kwa hivyo shetani alikuwa amezaliwa mara nyingi. Kwa hivyo wakati hauna mlango wa shetani kukuingilia, atakuwa anazunguka, but he will never touch your life because you are protected by the blood of Jesus Christ. I want to say you are protected right now. If you believe, say amen. Because you are protected, usipatane na magonjwa. You are protected, usipatane na mabaya. Uko protected, familia yako isianguke. Watoto wako wako protected. In this time, in season, everybody anaongea habari ya corona. You are protected. Kinyume na corona in the name of Jesus Christ. Because you believe in the word of God. Don't panic. Usipanic. Believe in God. Believe in the word of God. Believe in the word of God. Sasa sitaki kusikia ripoti hizo. Kila siku nasikia ripoti mbaya, wameongezeka na no, I want to believe in the word of God. Na kuomba na kuita Mungu, na kuomba na kulilia Mungu, na kutubu dhambi na kusimama kwenye mwanya, Mungu akuja ingilie. Kwa sababu yeye ndiye anatujua zaidi. Hata tukipatiwa good news ama bad news, God ako na majibu. Kwa sababu kila siku unaposikia bad news, unaanza kupanic. Unaanza kufikiria sasa wamefika 250, wamefika 300. Sasa kunaendaje? Nitapata no. Now acha kufikiria only God can save you katika hii scenario, katika hii problem. Na wewe ndio unapaswa ujue kwamba something is happening in the spirit. Na tukiingia ndani ya roho, Jehova atatufunulia mambo mengi. Tukisikiza mabaya yanaonenwa na kile kitu kina neno, tutaanza kuogopa na uoga utatuleta chini. Yes. Na nimesema sitaki uende chini. Hebu sikiza. Leo sikai kwa muda. God is so faithful. Inasema hivi. Verse number 3. Akasi Bwana na kusi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika ukweli, kwa moyo na kwa moyo mkamilifu. Ezekiel anaomba Mungu, sikiza, mimi nimetembea katika kweli na kwa moyo mkamilifu, kwa moyo katika jinsi nilivyokwenda mbele zako kwa kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana, akiambia Mungu the truth, kile amefanya, yale ametenda, kule amepitia, kule amekuwa mwaminifu. Nimesaidia wazani, Biblia imesema wazani wasaidiwe. Nimesaidia yatima, sizawaacha. Si kuona kifofu nikatae kumsaidia, si kuona kiziwi nikatae kumsaidia. Nilisimama, nilikuwa mwaminifu wa kulipa tithe. Jehova unajua. Sasa mimi napaswa kuwa namna gani? Maandiko yanasema verse 4. Ikawa kabla ya Isaia hajatoka katika njia, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Ezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi, baba wa Daudi, Mungu wa Daudi baba yako, asema hivi, nimesikia maombi yako, na kuona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Unasikia? Kabla Isaia hajafika nyumbani,
Hajaenda mahali alikuwa anapaswa kwenda. Biblia inasema nini? Akasema, enda umwambie nitamponya. Nimesikia maombi na kilio. Lazima Mungu aone sincerity from your heart. Lazima Mungu angalie moyo wako uko namna gani. You need God to touch your life, but you are not ready to serve him. You need God to touch you, but you are not ready to commit yourself to him. You must commit your heart to God. You must seek the face of the Lord. You must pray genuinely. Wambie, God, I am here. I'm a sinner. I want you to see my life. Deliver me from the powers of darkness. Deliver me from the sins. Nimeshindwa. Unajua Mungu ni mwaminifu. Ukimwambia mahali umeshindwa na mahali uwezi, yeye anajua kuponya. Anajua kupitia na anajua kubadilisha. God is so faithful. It's not like us. Ukiomba msamaha genuinely, anakuambia yes mwanangu, nimekusamehe. Unaweza omba mtu msamaha kuambia bana, wacha nikafikirie. Sababu hiyo kitendo ni tendo kikubwa sana. God is not like us. Sisi hatuendi kufikiria, sisi tunaenda kufikiria. Mungu haendi kufikiria. Mungu anakuwa anasema yes. Bora tu your heart umesema yes. Na umekubali. Umetenda dhambi, umetenda makosa, anasema yes, I am ready and I am hearing you. Now I want to see. Exactly, I want to see. God is so faithful. God is so wonderful. Hallelujah. Akamwambia tena, verse 6, tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuri, nami nitakulinda mji huu kwa ajili yangu. Nitalinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Akaongezwa miaka. Naomba Mungu akuongeze miaka, utimize kile kizuri ulikuwa umepanga. Naomba Mungu akuongeze miaka. Akamuongeza 15 years. Although hakumalizia vizuri, aliongezwa miaka, akabadilisha njia zake, but Mungu alimuongeza miaka. Naomba Mungu akuongeze miaka yako. Naomba Mungu akusaidie kuliko uondoke kabla ya wakati usiofaa. Mungu akamilishe siku zako, ufikishe siku zinaofaa maishani mwako. Kwa sababu Ezekia alilia Mungu. Mungu akaambia Isaia, rudi haraka, rudi, enda umwambie nimesikia. Enda umwambie nimesikia mimi. Nimeelewa na nimejua. Hii ndio Mungu anaweza fanya. Hebu nisome Luka 10. Luka 13 verse 10. Luka 13 verse 10. Wewe unataka kuongezwa miaka? Ama umechoka hata ile umekaa unalia? Unajua wengine hata kuongezwa wanachoka na hiyo wako. Wengine wanaomba tu Mungu awachukue. Bwana, kwa nini naishi na mimi bila nateseka? Mungu anajua kwa nini unaishi. Hiyo utasoma Luka 13. Luka 13 verse number 10. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mmoja wapo, na tazama, kulikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepinda hawezi kuzinyosha kabisa. Yesu akamwambia, akamuona, alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa kati ya udhaifu wako. Akaweka mkono wake juu yake, akanyosha mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi akakasirika kwa
sababu Yesu alimponya mtu huyu siku ya Sabato. Akajibu akamwambia mkutano, kuna siku 6 zifahazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, ufungia ng'ombe wake punda wake siku ya Sabato katika zizi, apande naye kumunywesha? Na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahimu, ambaye Shetani amemfunga miaka 18, hii kupohoza au kupaswa kufunguliwa siku ya Sabato? Waliposema hiyo aliposema hayo, wakatayari wote walioshindana naye, mkutano wote ukafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hii siku alikuta mwanamke alikuwa ameinama amekaa kwa sinagogi 18 years hajawahi simama. Biblia inasema kwamba akamwekea mkono akamponya. Wanafiki na watu waliokuwa na ubaya. Kuna watu wapendi kuona ukiendelea. Au watu, huyu mwanamke amekaa hivyo, wanaangalia siku, waangalie mashida anayopitia. Kuna watu mko na wao saa hii wanaenjoy mkiteseka pamoja, but Mungu anapoanza kukuinua wanaanza kusikia vibaya. Ukiwa mgonjwa ukipona, kuna mtu afurahie, anataka afurahie kama ungekufa, but Jehova yuko hivyo. Alipomponya alisema kwamba huyu mwanamke na ni wa uzao wa Ibrahimu, akupaswa Shetani amuache, amekaa for 18 years. Uzao wa Ibrahimu ni mtu aliyezaliwa mara ya pili. Mtu amezaliwa mara ya pili na damu ya Yesu, amezaliwa katika nyumba ya Mungu by faith. Huyo ni uzao wa Ibrahimu. Sasa wewe ni uzao wa Ibrahimu, haupasi kuwa na magonjwa inayosumbua, haupasi kuwa na mgongo wa mke, haupasi kuwa na tumbo haiponi, haupasi kuwa na pressure, haupasi kuwa na asthma, haupasi kuwa na cancer, haupasi kuwa na hizo vitu zote zinasumbua watu. Unapaswa kuwa free from disease in Jesus name. And declare you are free now in the name of Jesus Christ. Believe you are healed. Believe you are free. Yesu alikuja tufunguliwe, tuwe huru, tutembee tukiwa sawa. Oh my God. Jesus is Lord. Nashukuru Jehova kwa sababu hata wewe hiyo doubt na usikia kama utafaulu, utafaulu katika jina la Yesu Kristo. Na nasema kwamba utafaulu katika jina la Yesu. Nasema tena utafaulu katika jina la Yesu. Kwa hivyo lazima usucceed. Lazima usucceed. Wasa nisome mstari wa mwisho katika Exodus 15 verse 23, 26. Healing is your portion. Uponyaji ni portion yako. Yes, na unapaswa upone katika jina la Yesu Kristo. Haupaswi kuishi na magonjwa. Nimesema yote kuna magonjwa, Bwana amponye sasa katika jina la Yesu Kristo. Mateso yote umepitia nimekemea katika jina la Yesu Kristo. Yote anashinda kukunywa dawa, ni kama uko na chemistry kwa nyumba, tumekataa katika jina la Yesu Kristo. 15 verse 16 verse 26. Verse number 26 nasema hivi. Akawaambia, mtasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya ya mwelekeo mbele zake. Ufanye, mtasikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya mambo inayomwelekea yote. Na mtege sikio kusikia maagizo yake na kujisika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote ya Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi
Bwana, mimi ndimi Bwana akuponyaye. Bwana ndiye anakuponya. Ni Mungu anaponya maisha yako. Atatia magonjwa maishani mwako. Atatia mashida maishani mwako. You are free from the diseases in Jesus' name. No sickness inapaswa kuwa ndani yako. Yesu alisema huyu mwanamke si anapaswa afunguliwe kwa sababu ni uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo uzao wa Ibrahimu si wa magonjwa. Haidwa pande nyingine, lakini si wa Ibrahimu. Pande Ibrahimu ni kupona, ni kuwa huru, ni kufunguliwa. Pande nyingine wacha wagonjeke. But now pande wale wamemkubali Kristo kwa sababu alisema ni uzao. Hakupaswa kuponywa kwa sababu anapaswa kuponywa. Alipaswa kuponywa kwa sababu ni mmoja wa uzao wa Ibrahimu na amefinyika for 18 years. Na wewe ni mtu wa kanisa, umekubali Kristo ndani, wewe ni wa Mungu, unateseka, pesa unagawa zingine hospitali, zingine unagawa kukula. Sasa utafaulu lini? Pesa zikisikia tu zimeingia, magonjwa yanatokea. Pesa zikinukia hapo, magonjwa yanatokeza. Nimesimamisha hiyo scenario in the name of Jesus Christ. I declare the blessing of the Lord upon your life. I pray for the power of the Holy Spirit. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea wapendwa hawa na wakabidhi mikononi mwako. Yeyote aliye mgonjwa, kwa mgonjwa wa mgongo, kwa mgonjwa kichwa, macho, masikio, popote unaumwa, pressure, cancer, asthma, blood pressure, anything iliyo kinyume na wewe, na kamata katika jina la Yesu Kristo, and I release the healing of God upon your life. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them now. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. In the mighty name of Jesus Christ. Bwana akuponye na akukomboe. Na Bwana walinde na waongoze. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni wa Mungu na utateseka. Roho ya kutesa tumekansel. Roho ya magonjwa tumekansel. Wewe umesumbuka kwa tumbo kwa muda mrefu, ikapone sasa. Wewe umekaliwa na kifua kwa muda mrefu, nimekemea sasa. Wewe umefinyika kwa nyumba yako, nimekemea roho ya kusumbuka. Wewe umesumbuliwa na watoto wako, nimesema wakapate amani katika jina la Yesu Kristo. Wewe umeteseka kwa bwana wako, nimekemea roho ya kuteseka. Wewe umefinyika katika maisha ya biashara zako, nimekemea roho ya kuteseka. Niachilie blessing of the Lord upon your life. You are blessed. You are blessed. Nawapenda sana. God bless you so much. Bwana watende mema na walinde na waonekane kwa kile jambo mnaolifanya. Kubali ya kwamba umebarikiwa na baraka itakuwa yako. Neema ya Bwana watoshe. Nimefurahia kuongea na nyinyi. Kila mmoja anaushika. Hata kama umechelewa, sikiza ujumbe na utabarikiwa. Na ukisikiza, niambie unataka tuombee nini. God will do something in your life. Bwana atafanya something maishani mwako. Ambie Jehova afanye kitu maishani mwako. Andika ujumbe useme kile unataka tuombe. Don't fear. Andika. Watu wanakufa tu kwa sababu ya mashida, wanafinyika. Kesho tutaongea about magonjwa ya moyo. Spiritual life. Kesho tutaongea about magonjwa ya moyo. Unaweza kuwa uko mgonjwa physical, but you are fighting demons and depression in your life. We must fight the spirit of depression. Anything devil ameifanya kudepress ama kuleta chini, nimesema itakondoka katika jina la Yesu Kristo. Njoo akusaidie na njoo asimame na wewe. Wapende nyote. Naitwa Hasford. Karibu tena kesho jioni. I thank God because of the time umenipatia. Kesho tunakutana tena katika masaa ya 8:30 kutoka 25 hapo. Masaa yale nilikuwa nimesema jana tutakuwa saa 3:30 kuwa pale 8:30. Only 30 minutes. Na sasa nimemaliza leo. Bwana awabariki sana, awalinde na wapenda na nimefurahia. God bless you so much. Anything you want to ask me, ask. Takujibu. Jambo lolote tunataka tuombe juu yake. God bless you so much. Nawapenda, waombea na waliombea.
anytime una like, hata kama ukifinya viewers hiyo, ufinye tu zile vitu zote unafinya pale, nikiona I'll pray for you. Kwa hivyo hata kama unaona na utaki kulike ama unafanya, because you need prayer, fanya something, either uguze ulike nijue ni fulani ili niombe, because naombea watu na majina yao. It is good. Hata kama unaamini na kuona, guza tu. Kama unisikiza ujumbe, hata utasikiza baadaye, guza tu, I'll pray for you. Because wewe unaangalia, lazima Mungu akufanyie kile nafundisha hapa. God bless you so much. Awatende mema na walinde. Amen.